nyingine tena tarehe 28 mwezi wa 9. Naweza nikasema ni Jumapili ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa 9. Ni neema na Mungu amekupa nafasi ya wewe kuiona ama kuja nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya Jumapili hii ya mwisho wa mwezi huu wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninakuombea Jumapili ya baraka na neema katika siku yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumepewa kutafakari ujumbe wa neno la Mungu ambao wazo kuu linatuongoza katika habari ya wokovu wetu. Ni ujumbe ambao Mungu ama wazo kuu linalotuongoza katika Jumapili yetu ya leo, na mimi natamani tutembee katika eneo hilo, na mimi nitasema katika namna ile tu ndogo na kwa ufupi, lakini kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu wetu ndio ujumbe wetu, na ningependa tufahamu nini maana ya neno wokovu. Wakati mwingine tunajua tunasema wokovu, tunaita wokovu, tunaimba wokovu, lakini natamani tufahamu nini maana ya hiyo neno wokovu tukiwa kama wana wa Mungu, tukiwa kama watoto wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu ni neno la Kiswahili kabisa. Ni kifumishi cha neno kitenzi kuokoka au okoka. Wokovu ni neno la Kiswahili, ni kivumishi cha neno kitenzi kuokoka au okoka. Kwa tafsiri nyepesi unaweza ukasema kuokoka ni kunusulika, kusalimika, kukombolewa, kufunguliwa au kupona kutoka katika janga au hatari fulani. Kuokoka unaweza kusema ni kunusulika au kusalimika au kukombolewa au kufunguliwa au kupona kutoka katika janga au hatari fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Eiza kwenye ajali umeokoka, wengine wote wakiwa wamevunjika, wengine wamekufa, lakini wewe umetoka salama. Ni sehemu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika kuugua hospitalini, wengi wameugua na wengine wamekufa, lakini wewe umetoka salama. Mungu amekusaidia, Mungu amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tafsiri pesa ya wokovu, au unaweza ukasema wokovu ni ukombozi kutokana na hatari au mateso. Unaweza ukasema wokovu ni ukombozi kutokana na hatari au mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika tafsiri hiyo nyepesi, sisi kila mmoja tukiwa kama wana wa Mungu au watoto wa Mungu tunajua kuna mahali ambapo Mungu ametuokoa. Na unajua kuna mahali ambapo Yesu mwenyewe amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mmoja ana ushuhuda wa namna yake Mungu alipomtoa na Mungu alipomuokoa katika mambo mengi, katika maeneo gani. Kila mmoja hapo alipo ana ushuhuda wake na ana namna ambavyo ana kila sababu ya kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu, kwa sababu Mungu alimuokoa kwenye ajali, Mungu alimponya kwenye magonjwa, Mungu alimlinda na kila namna ya mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kuokolewa, na unasema kabisa, sio mimi, sio ujanja wangu, wala sio akili zangu, wala sio nguvu zangu, bali ni mkono wa Bwana ndio ulioniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 24, mstari ule wa 14 hadi ule wa 25, tulizosomewa katika somo la kwanza, tunawaona wana wa Israeli, taifa la watu wa Mungu, namna gani Mungu jinsi alivyowaokoa, jinsi alivyowatoa kutoka katika nchi ya Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi iliyojaa maziwa na asali, kupitia mtumishi wake awali akianza na Musa. Baada ya Musa kufa, Mungu anamuinua Yoshua kwa ajili ya kuwaongoza wana wa Israeli ili wafike kule ambapo Mungu anataka wafike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliwaokoa na hatari nyingi. Jeshi la Wafarao ambao walikuwa wanapambana nao, walikuwa na wafuata, jeshi la Wafarao lilikuwa linataka kuwaangamiza, lakini Mungu aliwaangamiza katika ule mto. Wote jeshi la Farao liliangamiwa, na gari zao na farasi zao waliangamizwa. Kwa hiyo Mungu aliwaokoa taifa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale walipata wokovu, sio wao wenyewe walitaka, sio wao wenyewe walikusudia, no, wala sio ujanja wala sio akili zao, bali ni mkono wa Mungu uliowaokoa dhidi ya watesi wao, dhidi ya maadui zao, dhidi na mabaya yalikuwa yamekusudiwa kwao. Mungu akawaangamiza wa Misri wote. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pia nao wale waliokolewa, na Mungu aliwaokoa kwa makusudi. Pia nao wale walipata wokovu, na Mungu aliwaokoa kwa makusudi, kwa sababu Mungu aliwaacha hawa watu, alikuwa na kusudi nao. Mungu aliwaacha hawa watu kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi la wana wa Israeli, alikuwa na kusudi nao katika wale watu. Na Mungu alikuwa analiangalia neno lake ili apate kutimiza juu ya watu hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa Yoshua anawaambia watu hawa, ndio anawaambia wana wa Israeli, anawaambia na kuwakumbusha, huyu Mungu angalieni alipowatoa, huyu Mungu angalieni alipowakomboa, huyu Mungu angalieni amewalinda na mambo mengi, angalieni huyu Mungu amewapigania watesi wenu, amepigania wa maadui zenu, angalieni huyu Mungu. Na ndio maana mbele anawaambia sasa hivi leo chagueni mtakayemtumikia, chagueni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Waswahili wanasema kupanga ni kuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anapenda sana mtu anayechagua kwa hiari, au anafanya vitu kwa moyo wake na kwa hiari yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amshurutishi mwanadamu kwamba nitumikie, no, amshurutishi, bali Mungu anaangalia hiari yako ya moyo mwenyewe na kutambua thamani ya Mungu, wapi alipokutoa, wapi alipokulinda na magonjwa na ajali, na mpaka sasa tupo katika mwezi wa 9 tangu mwaka huu uanze umekuwa salama. Mungu anaangalia hiari ya moyo wako katika namna ya yeye kumtumikia. Anaangalia moyo wako, hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu mbinguni anapenda mtu anayetenda kwa hiari, anayetumika kwa hiari, anayefanya mambo ya Mungu kwa hiari, anayejitoa au anayetoa mali zake, fedha zake kwa hiari yake. Anapenda na anafurahia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia wana wa Israeli, chagueni hivi leo. Mungu amewatoa huko, amewavusha na Misri. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Chagueni. Na kile naendelea mbele anasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa sababu gani anasema hivyo? Anajua Mungu alipomuokoa, anajua Mungu wa mbinguni alipomtoa, anajua Mungu wa mbinguni alipomlinda. Na ninatamani maneno haya na wewe ukumbuke, ujue, utambue katika namna ukumbuke, upate kukumbushwa na Mungu akukumbushe kwamba utambue wapi Mungu alipokutoa, Mungu alikulinda na nini, Mungu alikuokoa na nini, Mungu alikuponya na nini. Kwa hiyo Mungu anachokitaka kwako kwa hiari ya moyo wako umtumikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna kutumika katika namna nyingi nyumbani mwa Bwana. Unaweza kumtumikia Mungu katika namna ya mwimbaji. Unaweza kumwimbia Mungu wako, unaweza kumsifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza kumtumikia Mungu kwa kadiri vile Mungu ambavyo amekubariki. Unaweza kumtolea Mungu katika namna hiyo ya kumtumikia pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe unayo bado nafasi, kama Mungu amekuokoa, amekuacha huru, amekupa neema mpaka mwezi wa 9. Mungu anachokitaka kwako uendelee kusimama imara katika kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua anasema angalieni hivi leo msije mkamwacha kumtumikia Mungu, baada ya kuwatendea mema akawatenda mabaya. Akawatenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni anatukumbusha kupitia neno lake. Ukumbuke alipokuokoa wapi, alipokutoa wapi, na hapo ulipo si kwa nguvu, si kwa msaada wako, wala si kwa akili zako, bali ni uokovu wa Bwana aliyekuokoa. Ni Mungu amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine leo ungekuwa umeitwa marehemu, au leo pengine ungekuwa unaitwa mlemavu, au pengine leo ungekuwa mtu namna gani, ni Mungu amekuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Tuna maeneo matatu ya kutumika katika ulimwengu huu. Usipotumika kwa Mungu, utatumika kwa shetani. Na usipotumika kwa shetani, utatumika katika ulimwengu, katika dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna maeneo matatu ya kutumika katika ulimwengu tuliokuwa nao. Usipotumika kwa Mungu, shetani atakutumia. Na usipotumika kwa shetani, ulimwengu wenyewe na mambo yake utakutumia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo kama wewe, kama mimi, watu tuliookolewa, tumepata wokovu bure kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, basi tuchague na tutambue na tutamani kutumika katika huyu Mungu aliyetuokoa. Tumtumikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuwajibika kwetu, katika kufanya kazi kwetu, lakini Mungu kwetu hawe namba moja. Mtafuteni yeye kwanza, ufalme wa mbinguni. Tafuta kwanza kumjua Mungu, na vingine mtazidishiwa. Kumbe mavazi, kuvikwa, sina vingine vipo ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuokoa na Mungu ametukomboa. Tusimame imara, tusimame imara. Na ujumbe wa neno la Mungu, Mungu anakukumbusha kuendelea kusimama imara. Anaendelea kunikumbusha kuendelea kusimama imara, kwamba yeye ndiyo atuokoaye, yeye ndiyo atulindaye, yeye ndiyo atupaye riziki, yeye ndiye anayejua kesho yako, yeye ndiyo anayejua baadaye yako, yeye ndiyo anayejua hatima ya maisha yako, ndiyo anayejua. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu alibariki neno lake.